kubadilika na kufunga, watu wote wavae magunia. Akatangaza amri ya utiifu katika nchi nzima. Haleluya, amen. Ile nchi nzima akatangaza kwamba baada ya siku 3 kila kiumbe kisile na kisinywe, kwa ajili ya kumlilia Bwana, kwa sababu mji ule ulikuwa na maovu mengi. Ulikuwa ni mji ambao umechafuliwa, watu walikuwa wamejisahau, wanaishi jinsi wanavyotaka. Hakuna heshima kwa mdogo wala mkubwa. Bwana Yesu asifiwe, amen. Kwa hivyo mji ule ulikuwa umeharibiwa vibaya. Ule mji ulikuwa umejaa harufu mbaya kwa ajili ya watu ambao wanajipenda, kwa ajili ya watu ambao wako na uhuru wa kufanya mabaya. Haleluya, amen. Baada ya kutangaza siku 3, hakika nchi nzima ikatii, wakafunga mkubwa wala mdogo, hakuna kula, mpaka viumbe wote wakavishwa magunia, nguo za magunia, kila kiumbe, kuanzia binadamu mpaka kila kiumbe. Wakafunga siku 3. Baada ya ule utiifu na kubadilika, maana mfalme aliwaambia, acheni mabaya mkabadilike, mkawache dhuluma katika nchi, mkawache mambo mabaya. Haleluya, amen. Dunia hii hakika imechafuka. Niko mahali hapa kama Yona, nimefika mahali hapa katika mji huu kama Yona, nikikupatia habari za Mungu ya kwamba bwana shamba yupo, bwana shamba yuko hai, bwana shamba bado analinda, bwana shamba bado yuko hai, shamba ni lake, kila kitu ni chake. Usimee pembe, usijisahau ukajiita bwana shamba, usijisahau ukajiita eti wewe ni landlord. Landlord yuko hai, kwa sababu katika shamba hili malandlord wamekuwa wengi, wamemsahau landlord wa kweli, wamemsahau bwana shamba, wanaabudu. Kila mmoja anakimbilia mashamba, kila mmoja anakimbilia vitu shambani, amemsahau mwenye vitu. Wamesahau njia za kweli, wamekimbilia njia za uongo. Haleluya, amen. Roho ya mwenyewe inadunda sababu ya uharibifu wa viumbe kwenye shamba lake. Anajutia nafsi yake, ni kwa nini aliviumba. Bora angezidisha hata simba. Alipunguza hadi miaka ya kuishi, lakini bado uharibifu umezidi kwenye shamba. Haleluya, amen. Watu wengi wanatembelea roho za wafu. That's why mawimbi ya dunia imekuwa mengi. Mwenye vyote atawasili anytime kwa ajili ya kufanya usafi katika boma lake. Hili ni shamba la Baba. Mbona linachafuliwa namna hii? Mbona watu wamekufa, wameoza? Vichwa vya watu vimekufa, vimeoza kwa sababu ya dhambi. Watu wanajipiga vifua ya kwamba wana akili nyingi, lakini zile akili wako nazo ni za mawazo mabaya, ni akili za kufanya mambo mabaya katika ulimwengu huu. Haleluya, amen. Ndugu yangu, dada yangu, inakupasa ujue ya kwamba ndani ya ulimwengu huu ulizaliwa ili umjue Mungu, umtumikie, umpende, utembee katika sheria zake. Haleluya. Nafsi yako ni ya Mungu, uhai ule uko nao wa Mungu. Katika shamba la Bwana sisi wote tuko kwa Mungu. Kwa nini tunaenda kwa mawazo machafu? Kwa nini tunaenda kwa mawazo ya dhuluma? Tunadhulumu wengine. Kwa nini tunatembea katika ufisadi? Haleluya. Ningependa nisome katika kitabu cha Wagalatia kwa dakika chache.
kwa sababu shetani ameweka mitego kwa tumbo mbili ambazo zinasumbua watu. Hizi tumbo mbili shetani ameweka mtego, uharibifu unazidi, sababu anajua tamaa inatokea mahali pale. Haleluya. Wacha nitasoma mahali pale. Mungu, wacha nikwambia kwamba uliumbwa pamoja, kwa nyumba ya mmoja, tunaishi pamoja, kwa nyumba ya mmoja, basi tusigombane, tuishi kwa amani, amani kwa wakubwa, amani kwa wadogo. Mungu wetu ni mwema, akuwazia mema, wewe ni kiumbe chake, sikia neno lake, likae ndani yako, liwe msingi wako. Sikia neno la Bwana, likae ndani yako, liwe msingi wa maisha yako. Nitakusomea mahali hapa, Wagalatia 5, tutasoma pale kuanzia 18. Tutaanzia 16 pale. Basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. 17. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Haleluya. Mtu anapiga hesabu ya kwamba neno la Bwana linasema enendeni kwa roho, enendeni kwa roho, kwa maana hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Tamaa za mwili haziwezi zikaisha, kwa sababu utatamani kupata 100, ikishapatikana unataka 200. Utatamani kutafuta 200, ukipata 2 unataka 4. Utatamani kupata gari, ukipata gari moja unataka la pili. Utatamani hata vya mwenzako. Kwa hivyo roho ushindana na mwili. Enendeni kwa roho, kwa sababu roho haina tamaa. Ukiingia kwa Mungu, kwa sababu Mungu ni roho. Mungu ni roho kamili. Ukimwabudu katika roho, unamuona. Haleluya. Nikiendelea mahali pale, lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu. Haleluya. Amen. Ukianza uasherati, ni tamaa ya kimwili, ni tumbo isiyo shiba. Ikiwa wewe ni mtu wa tamaa kama hizo, hakika umeingia katika mtego wa shetani, kwa sababu shetani aliweka mtego ndani ya hizi tumbo mbili. Huu mwili wako ndo unatumika katika kutenda yote, katika uharibifu, kwa sababu ni tamaa ya mwili. Haya yote ni matendo ya kimwili: uasherati, uchafu. Unakuta mtu anatamka, kwenye kinywa chake hutoka maneno yaliyo machafu. Mtu anaweza ongea mbele ya watu ukashtuka, kwa sababu katika ulimi wake kile kilicho ndani yake ndicho kinamtoka. Ikiwa ni uchafu uko ndani ya roho yake, huo ndio unaokutoka. Matusi machafu ndani ya mdomo wako, mambo kama yale
uchafu. Haleluya. Ufisadi. Ufisadi, mtu hataki kula haki. Mambo ya hongo. Umepewa kazi, hautaki kuchapa kazi, bali unaharibu kazi kwa tamaa zako za kimwili. Haleluya. Amen. Ibada ya sanamu, uchawi, uadui. Unakuta mtu ako na imani ya kwamba naye anaamini kitu fulani, bila kitu fulani mambo yake hayendi, bila kufika sehemu fulani maisha yake hayendi. Ile ni ibada ya sanamu, kwa sababu umetia imani lako mahali pale, kwa sababu umeweka kwamba bila hiki siendi, au mambo yangu hayafanyi. Haleluya. Amen. Uchawi. Uchawi, zile turo chafu. Uchawi kwa ajili ya kumsukumia mwenzako mabaya, kwa ajili ya kumtakia mwenzako mabaya asisonge, kwa ajili ya kumsukumia mwenzako alama na magonjwa, kwa ajili ya kuharibu kazi ya mwenzako, kwa kutumia ile roho chafu ambayo unaitumia. Haleluya. Amen. Uadui, ugomvi, mambo ya uadui, chuki, ugomvi, hamuelewani. Ukiona tu mwenzako hivi, chuki imejaa ndani ya roho ya kwamba hutaki umuone. Mnatafuta nafasi ya kugombana. Mnagombania nini ndani ya ulimwengu? Ikiwa akina Solomon, akina Ibrahimu, akina Musa, akina Isaya, watu wote walikuwa katika ile shamba, walishika yale ambayo umeshika zaidi ya kile ambacho umekishika, na waliwacha. Wewe ni nani ambao unapiga? Wewe ni nani ambao unapigania vitu ndani ya ulimwengu? Utapeleka wapi? Inakupasa ujue kwamba mali za dunia ni kama kalongo. Kalongo unampatia mtoto, anachezea, mwisho anarudi kwa mama kwenda kunyonya, ameshasahau. Kwa hivyo tamaa ya vile ambavyo unawaza havina maana, bali tamani kumtumikia Bwana, tamani kumheshimu mwenzako, tamani kutembea kwa njia za kweli, tamani kuweka uongo pembeni. Haleluya. Amen. Nikiendelea pale, wivu, hasira, vitina, faragha, uzushi, mambo ya hasira. Unamchukia tu mwenzako, unaweka hasira nyingi ndani yako juu ya mwenzako. Yale ni mambo ambayo yampendezi Mungu, kwa sababu Mungu hapendi hasira. Hasira huleta hasara, hasira huangamiza mwenzako. Haleluya. Amen. Na mambo mengine kama yale. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ndugu, tukiingia katika matendo ya Roho, lakini tunda ya Roho ni verse 22 pale tunaangalia matunda ya Roho. Ukiamua kuenenda katika njia za kiroho, wacha tuangalie faida yake. Faida ya mambo ya kiroho ni nini? Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo kama hayo, haleluya, amen, amani iko kwa Mungu. Ukiwa na matendo yaliyo mema, ukiamua kumtumikia Bwana, matendo ya kiroho, amani, amani. Hauwezi ukaumia na pressure, hauwezi ukafuata kisukari, hauwezi ukaendelea, hauwezi ukakosa amani. Maana matendo ya mwili yanakunyima amani. Matendo ya mwili yanakusukumia magonjwa. Matendo ya mwili yanakuletea ukosefu mkubwa wa kiroho. Haleluya, amen. Maana matendo ya kiroho ni amani, uvumilivu, utu wema. Unavumilia kila jambo, uvumilivu, vumilia
kwa kila jambo. Haimaanishi ukiwa wa Mungu haupitii changamoto, lakini unavumilia. Ndani ya uvumilivu kuna neema kubwa. Haleluya! Utu wema, fadhili, uaminifu. Uwe mtu uaminifu, mtu wa kuelewana mwenzako jambo na likaenda. Usiwe mtu wa kigeugeu. Kwa hiyo matendo ya kiroho hakuna kigeugeu. Matendo ya kiroho hakuna kigeugeu. Haleluya! Amen. Utu wema. Utu wema. Usiangalie vitu, angalia watu. Ikiwa wewe ni mtu ambaye unaangalia vitu, basi hautakuwa na utu wema, kwa sababu utakuwa unaangalia mwenzako amebeba nini. Utakuwa unaangalia heshima yako utampea nani, hakuna nini. Utu wema bila kuangalia vitu. Mheshimu mwenzako, usiangalia kuna nini. Haleluya! Akaendelea mahali pale, nikimalizia. Fadhili, msaada, uaminifu. Mtu wa Mungu hukusaidia. Haleluya! Amen. Fadhili, matendo ya kiroho, kusaidiana, msaada. Maana ukisoma kitabu cha Galatia 6 namba 10 mahali pale, msichoke kutenda mema, maana apandacho mtu, hicho ndicho atakivuna kwa wakati wake, asipofifia moyo. Kile unapanda kwa mwenzako, ukipanda utu wema, hicho ndicho utakivuna. Haleluya! Amen. Yote ni matendo ya kiroho. Ndugu, nimefika mahali hapa kukuambia kwamba badilika katika mawazo yako. Badilika ikiwa wewe ni mtu ambaye unatembelea mawazo ya kimwili. Wewe ni mtu ambaye unawaza tu machafu. Wewe ni mtu ambaye unajipiga kifua ya kwamba wewe ni mjuaji. Ajuaye ni Mungu, si wewe. Mjuaji ni Mungu ambaye alijua akakuweka mahali upo. Haleluya! Kwa hiyo badilika, ukatambua kwamba roho ya mwenyewe inadunda sababu yako, sababu ya uharibifu wako. Mungu amekasirika. Sababu ya mawazo yako machafu, Mungu hana amani. Na Mungu anataka kukomboe. Mungu hataki upotee. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yakobo 4:7 mahali pale, eti mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Matendo ya kimwili ukiyaweka pembeni, hakika ni shetani unampinga, kwa sababu shetani anatumia nafasi ile juu ya mwili wako. Shetani anatumia matendo ya kimwili sababu anajua mwili wako unahitaji tamaa. Mwili wako una tamaa nyingi. Sahani yako ya chakula imejaa, lakini unaenda kuchukua sahani ya mwenzako ambaye iko na chakula nusu, unachanganya na kile cha kwako. Yale ni matendo ya kimwili. Wewe uko na kazi kubwa, unachukua kazi ya mwenzako ndogo unachanganya na yako. Uko na nyumba, unachukua nyumba ya mwenzako unachanganya na yako. Unadhulumu wajane, hayatima. Unadhulumu mtu ambaye ni wa haki. Haleluya! Amen. Mungu anakuambia badilika. Badilika ukatafakari ya babu aliyemuumba babu. Tafakari ya Mungu. Haleluya! Amen. Wenye vipaji mulipewa vizuri ili mtafute mazuri. Baada ya kupata mwapindua mgongo, mwatumia vibaya kufanya mabaya. Kwenye shida mnaomba Mungu. Baada ya kupata mwabadilika. Kumbe mlihitaji uhuru wa kufanya mabaya.
viongozi mbalimbali na baadhi ya wachungaji, kumbe mlihitaji uhuru wa kufanya mabaya. Hamtaki kutimiza wajibu wenu mlioandikiwa humu duniani. Ama kweli upofu una shida. Mungu wangu ulinitoa kwenye giza, ukanileta mbele yako penye mwanga. Kwa kweli umefanya hadi moyo unaringa, sababu ulinitoa kule kwenye shimo la wajinga. Sababu ulinitoa kule kwenye shimo la wajinga. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Amen. Ningependa ukatege sikio lako, usiondoke bure mahali hapa. Ukapate kutambua uwepo wako duniani ni wa aina gani. Ukapate kujiuliza kwamba dunia hii unafanya kalongo ya aina gani. Umenyanyasa watu wangapi? Umeharibu mambo mangapi ya wengine? Umenyima watu wangapi amani? Umetembea katika mapito ya aina gani? Haleluya. Kitabu cha Warumi chapter 12, Romans chapter 12 verse 1. Inasema kwamba nakusihi. Paulo alikuwa anawaambia watu, nakusihi itoeni miili yenu kama dhabihu iliyo hai. Itoeni miili yenu kama dhabihu iliyo hai, kwa ajili itakayompendeza Bwana. Haleluya. Nimekuja kukuambia badilika. Ukatoe mwili wako kama dhabihu iliyo hai. Uache kutumikia walio wafu. Yesu akamwambia yule mtoto aliyemwambia wacha kwanza nikamzike mzazi wangu, akamwambia acha wafu wasike wafu wao. Wewe ambaye unaenda katika dhambi, wewe ni mfu, kwa sababu Mungu yu hai, na kwa Mungu hakuna uchafu, kwa Mungu hakuna dhambi. Hakuna kitu ambacho alikiumba katika dhambi, bali vyote vilitakaswa naye. Hakuna chochote cha Mungu ambaye ni kichafu, bali ni wewe ambaye unakichafua kwa mawazo yako machafu. Haleluya. Nimekuja kukuambia badilika. Toa mwili wako kama dhabihu iliyo safi mbele ya Mungu. Mrudie Bwana na atakupokea. Usishangae kana kwamba utarudi namna gani. Kana kwamba wewe yale ambayo umeyafanya ati ni makubwa, hauwezi ukarudi kwa Mungu. Hapana. Isaya 1:18 nasema njooni tusemezane. Njooni, Mungu anawaambia njooni tuongee. Hata kama dhambi zako zimekuwa nyekundu kama damu, ukiongea zitakuwa nyeupe kama sufu. Ukiongea na Bwana atatakaza dhambi zako, ataondoa dhambi zako, ukarudi nyumbani. Kwa hivyo wewe ambao umefanya mambo machafu mpaka kichwa chako kimekufa ganzi au moyo wako umekufa ganzi, Mungu anakuhitaji ubadilike. Mungu anataka Ninawi ibadilike. Ninawi ikatii na kuacha mabaya. Ikiwa utaacha yale mabaya, basi Mungu ataghairi kwa kile ambacho angekutendea. Maana upanga wa Bwana unjiani kwa ajili yako wewe ambao unafanya mabaya, wewe ambao una mawazo machafu, wewe ambao umeharibu ya ulimwengu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru huyu Mungu aliyenikomboa, maana nilikuwa katika mambo ya kimwili. Nilikuwa naenda katika tamaa za kimwili. Nilikuwa katika hali chafu. Mambo mengi yasiyompendeza. Mambo mengi, mojawapo ya ulevi, ya ukahaba, yaani tamaa za mwili kama usherati na kuongea vibaya bila kujua na kuweka hasira
Mungu akaniita, akaniambia njoo mwanangu uliyepotea. Nikaitika, nikasikia sauti ile nzuri ya kwamba mimi ni baba yenu, baba wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nikashikwa mkono, hakika moyo wangu ukaisi furaha kubwa, maana nilikuwa nateseka kwa sababu ya dhambi asili. Na mimi niwaambie watu wengi wanateseka na kuangamia sababu ya dhambi asili. Dhambi asili ni urithi wa maovu ya vizazi vibaya. So amkeni mtoki kwenye ubaya, ule urithi wa mababu, urithi wa watu waliokufa, watu waliomwasi Mungu, wameachia vizazi vingine. Sasa unakuta mtu anaishi maisha akisema mimi naenda vile baba yangu anaenda, mimi naenda vile babu yangu anaenda. Na babu yake alikuwa sio mtu mzuri. Babu yake alikuwa ni mtu ambaye anatembea katika mapito machafu, mtu ambaye mawazo yake alikuwa machafu, mtu wa dhuluma, mtu wa kuangamiza, mtu wa kumwaga damu za watu, mtu wa kuchukua wengine msukule, mtu wa kufanya wengine watumwa wake. Kwa hiyo mateseka na kuangamia sababu ya dhambi asili, urithi wa maovu ya vizazi vibaya. So amkeni mtoke katika ubaya, kwa sababu mtu mbaya hawezi akaongoza mtu mzuri akamuongoza vizuri. Itawezekanaje mtu mbaya akaongoza watu kwa mazuri, ili hali ndani yake hakuna mazuri? Ili hali ndani yake kumejaa mabaya, mazuri yatatoka wapi? Kwa mfuko ambao ni mbaya. Haleluya. Kwa hivyo nimekuja mahali hapa kuambia watu, wewe ambao unajijua katika maisha yako na yale ambayo unayafanya, ukabadilike. Mungu anahitaji ubadilike. Hizi ni nyakati za mwisho, huu ndio muda wa mabadiliko. Ukapate kujua kwamba wewe ni mtu wa aina gani dunia hii. Baba yako wa mbinguni yupo. Haleluya. Amen. Kwa hivyo mimi tu ni kunena kwamba ubadilike. Ubadilike. Kwa yote ambayo nimeyanena mahali hapa. Wapo mawakili. Mawakili mpo saidi gani? Tafakari ya babu aliyemuumba babu. Unasoma kitu gani? Sakachoni ubongo au ubongo utoke uende kwa mwenzako. Wenye akili amkeni. Panua ubongo, panua ndoto. Kumekucha, amkeni, tokeni vitandani. Wafafanulieni mikozi muaminika. Haleluya. Amen. Mawingu mema yanatawala, mipango njema zinatawala, elimu njema inatawala, ufalme mwema upo njiani unatawala, uongozi mwema upo njiani unatawala. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana atashuka. Bwana atashuka. Tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni, maana ufalme wa Bwana utashuka shambani. Haleluya. Amen. Andaa roho yako, maana bwana shamba akishuka shambani mwake, sijui utamuelezea namna gani. Kwa sababu baba anakuja shambani. Baba anakuja shambani akaangalia wale waharibifu wanaoharibu shamba lake, wanaoenda katika majivuno, wanaomwaga damu katika shamba lake, wanaopalilia roho za yule mwovu shetani. Watu wengi wanapalilia roho za shetani. Amenivalia ngozi ya kondoo, ametuvalia ngozi ya kondoo. Kumbe ndani ni mbwa mtu, anakula watu. Mbwa mtu
Unakuta mtu amevaa suti ya bei kali, lakini ndani yake ameweka ngozi ya kondoo, ameweka roho ile chafu, roho mbaya, lakini juu ameweka suti na tai. Unapata mtu amevaa gauni zuri la bei kali, amejipodoa kapodoka, lakini ndani yake ni shetani. Haleluya. Amen. Ni wewe tu unaambiwa badilika. Ni wewe ambao umevaa roho chafu unaambiwa mpinge shetani, hata kukimbia. Mtii Mungu, mpinge shetani, naye atawakimbia. Wacha kuvaa ngozi ya kondoo wa uongo, vaa ngozi ya kondoo wa ukweli. Utembee katika njia za kweli kama wenzako. Aombaye maombi ya kweli udharaulika sana. Wale watu wasioamini lakini uheshimika sana na yule Muumba wa kweli. Endeleeni kuomba sana, sababu maombi ni ushindi wa dhambi. Natembelea njia za kweli, that's why niko hapa. Natamka neno la kweli ambalo linatoka kwa yule Muumba wa kweli. Haleluya. Ukitembelea njia za kweli utapepea kama kipepeo kwenye anga za ulimwengu wa kiroho. Maana roho wa amani atakuwa ndani yako, kwa sababu wewe pia unatembelea katika roho ya amani. Haleluya. Amen. Kwa hivyo asanteni, nimefika mahali pale katika injili ya leo. Cha msingi ukapate kuamuka, uamke akili yako, upanue ubongo, upanue ndoto, ukapate kutambua uwepo wako duniani wa aina gani, kwa sababu nyakati za mwisho ni hizi. Vichwa vya watu vimejaa sumu kwa ajili ya changamoto za hali. Lakini nakwambia ndugu, vumilia katika hali ya changamoto za hapa kule. Vumilia, Mungu anayajua yote. Unayoyapitia Mungu anayajua. Usibadilike uende katika njia mbaya. Shikilia mahali huko. Tenda mema. Mwite Mungu, hataitika. Haleluya. Asanteni na Mungu awabariki na awalinde. Tuko pamoja nanyi katika ile shamba mpaka ile siku Mungu atanichukua baada ya kumaliza kazi yangu. Maana mimi niliumba ndani ya ulimwengu huu nikaweze kufanya kazi yangu kwa ule muda Bwana amenipangia. Kwa hivyo mimi siangalie vitu bali naangalia watu. Sikukuja kwa ajili ya kuangalia vitu, naangalia watu. Tutembee pamoja na wale watu ambao nimewakuta kwa heshima, tukapate kufika mbele ya safari. Maana msafiri anayesafiri kwa nia njema, safari yake huimaliza salama. Umbali wa safari njema huanzia duniani mpaka mbinguni. Kwa hivyo mimi niko duniani, naendelea kuchapa kazi ya Bwana kwa amani. Naendelea kutafuta wema wa Bwana, naendelea kutengeneza barabara ya maisha yangu. Hata wewe pia tengeneza barabara ya maisha yako. Mimi niko kazini, wewe uko wapi? Hii ndio ofisi ya mwenyewe. Hii ndio ofisi ambayo Mungu alinipatia nikaweze kuitembeza kama inavyostahili. Namshukuru Mungu aliyenipatia hii ofisi nikaweze kuoperate vizuri kama inavyostahili. Bwana nisaidie. Asanteni na mbarikiwe sana katika yote. Mahali hapa niko na mtumishi wa Mungu, tuko naye hapa pia, na sisi lazima tuheshimiane. Shambani mkikutana watumishi lazima mpeane heshima, na kile mwenzako yuko nacho lazima anaachilia sehemu, lazima akasalimie watu wake. Mbao karibu, ningependa nimkaribishe pia aseme nanyi. Mbao mko mahali hapa. Asante. Najua kwamba umesikia neno la Mungu na kwamba Bwana ameongea nawe jioni ya leo. Yangu si mengi kwa sababu muda umeenda na time hakuna. Ninachoweza kuambia ni ya kwamba Yesu anarudi. Na kama anarudi, hatarudi vile alienda. Walipoenda alisema kwamba atatutumia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Ule Roho Mtakatifu atakapokuja atafundisha watu injili ya ukweli. Na kwa hivyo jioni hii ya leo nataka niambie mtu mahali,
wewe ambaye umezoea dunia hii, wewe ambaye umezoea mambo ya dunia, wewe ambaye unaona kwamba hauna haja na Mungu, ama hauna haja na wokovu, ama umezoea neno la Mungu, kwako limekuwa ni kitu takataka, yani hautaki kusikia. Ilifika wakati wa Nuhu, watu wakawa wamemsikiliza na wakawa wamemchoka, kwa sababu ule ujumbe alikuwa amehubiri kwa muda mrefu. Maandiko yanasema kwamba wakati ule Yesu kabla hajarudi, watu watachoka na watakata tamaa, na wengine watalala, lakini kuna wengine watakao baki wakiwa na mafuta katika taa zao. Hao ni wale ambao wamejazwa na Roho wa Mungu. Nataka niambie watu wa kwamba Yesu Kristo anarudi, na kama Yesu Kristo anarudi, arudi vile alivyoenda. Yeye atarudi kama simba, atarudi kama mwanakondoo, atarudi kama simba. Simba anarudi kurarua, anarudi kumaliza. Yesu atarudi kama mfalme. Alienda mbinguni na aibu nyingi, akiwa ameshuka duniani hapa akuje kuhubiria watu wakabadilike, watu wakamjue Mungu. Na hao wanadamu walimpiga, wakamdunga mikuki, wakamvalisha kofia ya miba, na wakamvua mavazi yake, akawa na aibu kubwa. Alitoka hapa duniani akiwa na aibu. Nataka ujue ya kwamba alipopanda, kwa sababu walidanganya kwamba hakufufuka, ilali ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai alifufuka na akaenda mbinguni. Na maandiko yanatuambia kwamba alikaa katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, Mungu Mwenyezi. Na kwa hivyo kama Yesu Kristo alienda mbinguni, ni lazima atarudi. Maana anasema kwamba atarudi. Alisema kaeni nami nitakuwa nanyi hadi mwisho wa dahari. Lakini kuna kitu kilifanyika kule Israeli wakati Yesu alisulubiwa, kwa sababu waliomshtumu walimshtumu wakisema kwamba si yeye Masihi, kwa sababu hawakuelewa na maandiko, hawakuelewa na Torati, na hawakuelewa na maneno ya vinywa vya manabii. Walimchukua wakamdhulumu, na wakidhani kwamba ni binadamu wa kawaida. Maandiko yanasema kwamba alipokuwa katika msalaba, dunia yote kukawa giza. Ilipofika saa 9 usiku, ama ilipofika saa 9, dunia yote ikajawa na giza, kwa sababu ya ile damu iliyokuwa ikitiririka. Maana yeye hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa ni Mungu. Ile tone la damu lilipokuwa likishuka ama likiteremka, dunia yote ilijawa na giza, kwa sababu ilikuwa tone nzito, kwa sababu wanadamu walimdhulumu yule aliyekuja kuwakomboa. Na kwa hivyo Yesu akatundikwa katika msalaba na akazikwa. Alipozikwa, kwa sababu uongozi wa Kiyahudi na kikuhani na Mafarisayo ama dini ya Judaism ambao walimpinga Masihi, walilipa watu wakawapa pesa, wale waliokuwa wakilinda lile kaburi, wakawapa pesa ili wasiongee mambo ya ufufuo wa Yesu Kristo, kwa sababu walijua kwamba, kwa sababu kulingana na Torati na vitabu vya manabii, ni lazima Masihi apate kufufuka kutoka wafu. Walijua ya kwamba ikiwa watalipa watu wasitangaze habari ya kufufuka kwake, basi mambo ya Masihi itakuwa ni bure. Lakini wale walioshuhudia kufufuka kwake waliingia mchini wakaambia watu habari ya kufufuka kwa Yesu. Unapoingia katika Korani, Waislamu wanaamini kwamba Isa bin Maryam aliweza kupanda mbinguni, lakini hawaamini mambo ya ufufuo. Wanaamini kwamba alizaliwa na Bikira Mariamu, lakini hawaamini habari ya ufufuo wa Yesu Kristo. Na nataka niambie watu wa kwamba katika Injili aliyohubiri Yesu, siri ni ufufuo. Siri ile iliyokuu ni ufufuo. Hakuna kitu kingine zaidi ya hicho. Maana maandiko yanasema kwamba atakayeamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na kwamba Yesu Kristo alikufa na akafufuka, huyo imani yake ni ya ukweli.
Kwa hivyo nataka niwaambie kwamba maandiko katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1, malaika wakawaambia wanafunzi wake, mnasimama hapa mkimtazama huyu Yesu aliyeenda mbinguni, hivi ameenda, ndivyo atakaporudi. Na hivyo nataka niwaambie watu wa kwamba Yesu Kristo anarudi. Na ikiwa Yesu Kristo anarudi, anakujia kanisa lake. Akuji kwa ajili ya watu, anakujia kanisa lake. Anakuja kwa ajili ya kunyakua wale wamebeba roho wake, wale wanafanya vile alivyoagiza mitume wafundishe, wale wanaofuata njia zake. Anawajia hao, na atakapokuja, the Bible says, yeye atakanyanga hapa duniani, sisi tutamlaki kule juu, na waliokufa watafufuka kwanza, na watakao kuwa hai watabadilishwa. Na cha kushangaza ni kitu kimoja, Yesu atakapokuja, kwa sababu wanafiki wako duniani hapa, watakatifu wakiwa wamenyakuliwa, wale watakao kuwa katika mwili wataendelea kuhubiri Injili, kama vile Wayahudi mpaka leo hii hawaamini kwamba Masihi alikuja, na wanakaa bado wanaendelea kungojea Masihi. Haleluya, amen. Wanaendelea kungojea Masihi, ilhali Masihi aliwajia akawahubiria, lakini wakamkataa. Hivyo Yesu Kristo anarudi, na atakaporudi atanyakua kanisa, na Injili itaendelea kuhubiriwa, ile isiyo na uhai. Watakao kuwa katika jinsi ya mwili wataendelea kuhubiriwa Injili, lakini kama ukiwa mtu ajui, dhiki kuu itakuja ulimwenguni. Hiyo ni ile taabu isiyoepukika. Hiyo ni ile taabu ambao manabii walitabiri kutoka Isaya mpaka manabii katika kitabu cha Ufunuo. Hiyo dhiki itakuja ulimwenguni, na wakati hiyo dhiki itakapokuja, itakuja kuwapata wasio wale ambao watakuwa wamebaki, na hapo wengine watajiponya na miili yao, kwa sababu walikataa kuamini ile Injili ya mitume waliohubiri. Kwa hiyo mahali popote huko, kama unajipenda, mpokee Yesu leo, usingojee kesho. Pokea Yesu mwana wa Mungu leo, usingojee kesho. Usingoje kesho kutwa. Maandiko inasema katika kitabu cha 2 Corinthians, tazama siku ya wokovu ni sasa, na saa ya wokovu ni leo. Pokea Yesu leo. Pokea neno la Mungu leo katika maisha yako, upate kuiponya nafsi yako. Lutu alihubiria watu wa Sodoma, wakamwambia Mungu hawezi kumaliza nchi na moto. Na ukitaka kujua neno la Mungu liko imara, ukienda Sodoma na Gomora, mahali mkuu wa Lutu aliposimama alikauka, hivyo iko hapo mpaka leo hii. Hapo Sodoma na Gomora, mahali palipochomeka, pako hivyo leo hii. Hakuna kitu inaweza kuzaa pale, hakuna mmea unaweza kumea pale. Ukitaka kuamini neno la Mungu ni kweli, enda kule Iraq, mahali ambapo ile safina ya Nuhu iko mahali kunaitwa mlima wa Ararati, iko pale. Zile vitu ambazo Bwana alifanya ni ukweli, na yale mambo manabii walitabiri alitimia. Kwa hivyo usifanye moyo wako kuwa mgumu ukisema neno la Mungu ni upuzi. Neno la Mungu sio upuzi. Neno la Mungu ni uzima wa milele ambao unaanza hapa duniani na mwisho uzima wa milele katika ulimwengu wa kiroho. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Badilika, fuata njia za Mungu. Elekeza macho yako kwa Bwana. Wacha kufanya moyo wako kuwa mgumu. Maana neno lasema kwamba usikiapo neno la Mungu usifanye moyo wako kuwa mgumu. Leo tuhubiri hapa, mwingine atakuja na mwingine atakuja. Na kwa sababu watu wamezoea Injili, itakuwa ni kama kupiga kelele. Nuhu alihubiri, wakaona ni kawaida, lakini siku ilifika, mvua ikaanza kunyesha. Wakasema tutapanda juu ya mabati. Mabati yakafunika.